Katika timu kuna wachezaji wana nyota ya kuonekana na wengi pindi mechi zinapochezwa, lakini wengine hawana vitu hivyo. Ukiona wanatajwa basi ni kwa uchache sana. Ukiangalia mara nyingi mechi za Yanga zinapochezwa, watatajwa zaidi wachezaji kama Stefan Aziz Ki na Pacome Zouzoua. Hiyo ilikuwa msimu uliopita. Lakini msimu huu majina ya Prince Dube na Clatous Chama naye ameongezeka kwenye chati hiyo. Kutajwa kwa wachezaji hao kunatokana na kile wanachokifanya uwanjani. Kama sio kufunga, basi wamehusika katika kupatikana kwa mabao. Licha ya kwamba wengine nao wanaweza kufanya kama hivyo, lakini kutajwa kwao inaweza kuishia ndani ya mchezo pekee. Baada ya hapo ni kama hakuna kilichotokea. Maxim pia Nzengeli ni miongoni mwa wachezaji wachache wa Yanga wasiotajwa sana, lakini ukimwangalia kwa jicho la tatu, anafanya kazi kubwa kikosini hapo kuliko mastaa wote. Kichambuzi anaonekana mtulivu, anayetumia akili kubwa kupenya ngome ya adui. Anatajwa kama shujaa asiyeimbwa na staa mwenye mwendelezo wa kiwango chake muda wote ndani ya dakika 90 msimu kwa msimu. Anatengeneza na kufunga. Nyota huyo ambaye huu ni msimu wake wa pili ndani ya Yanga ameonekana kuanza vizuri, akiendeleza kile alichokifanya msimu uliopita alipojiunga na timu hiyo akitokea AS Maniema ya kwao DR Congo. Mzaliwa huyu wa mji wa Mushie nchini DR Congo ana maajabu yake ndani ya uwanja ambayo ukiwa unaangalia mechi unaweza usiyaone haraka mpaka utakapokuwa makini kumfuatilia. Kwanza aliufungua msimu huu wa 2024-2025. Unaweza kusema Maxi ndiye amefungua kwa upande wa Yanga. Wakati wa mchezo wa nusu fainali ya Ngao ya Jamii, bao lake pekee lilitosha kuipa Yanga ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba, wakaenda fainali kuchukua ubingwa mbele ya Azam. Maxi bao lake hilo lilikuwa ni la kwanza kufungwa ndani ya kikosi cha Yanga kwa msimu huu 2024-2025 katika mechi za kimashindano, achana na zile za pre-season. Anakuwa miongoni mwa wachezaji wa Yanga kutoka DR Congo waliofanikiwa kufunga mabao ya kwanza ya msimu ndani ya ligi kwa misimu ya karibu baada ya Heritia Makambo aliyefanya hivyo msimu 2018-2019 dhidi ya Mtibwa Sugar na Fiston Mayele msimu 2022-2023 dhidi ya Polisi Tanzania. Alikuwa ni kipenzi cha kocha. Kabla ya kufukuzwa kocha Miguel Gamondi, alikuwa ni kipenzi cha kocha. Wakati mashabiki hawamuimbi sana, lakini ukifuatilia namna kocha Miguel Gamondi alivyokuwa akipanga timu yake, kama ni mfuatiliaji mzuri, ungebaini kwamba Maxi ni kipenzi cha kocha. Hiyo ilitokana na kwamba kwenye nafasi yake ya kiungo mshambuliaji msimu huu, katika mechi 5 za kimashindano kikosi cha kwanza, alianza mara 4. Moja akikaa benchi ilikuwa ni dhidi ya Vitalo ambayo Yanga ilishinda bao 6-0. Kukaa kwake benchi katika mechi hiyo kunatokana na kazi kubwa iliyofanyika mechi ya kwanza ambapo alianza waliposhinda bao 4-0. Hivyo kocha Gamondi alihitaji kumpa muda kidogo wa kusubiri mchezo wa kwanza wa ligi, kwani ndiyo injini yake. Maxi Nzengeli ni yupo kama hayupo. Wakati mechi ikiwa inaendelea unaweza kusema Maxi hayupo uwanjani, lakini amekuwa msaada mkubwa kwa timu hiyo kuziba mianya ya ushambuliaji kwa wapinzani. Uwezo wake mkubwa wa kucheza maeneo mengi ya uwanja ndio kuna mbeba zaidi katika hilo, kwani anaitumia vizuri sana kasi aliyonayo inayomfanya kufika kwa haraka maeneo yenye hatari. Maxi Nzengeli ana uwezo mzuri wa kukaba. Maxi ana uwezo mkubwa wa kukaba. Hali hiyo ilimfanya kocha Gamondi kumtumia katika mifumo yake mbalimbali, hasa ule wa 3-5-2 katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Yanga ilimkosa beki wake wa kulia Yao Kwasi ambaye alikuwa ni majeruhi. Gamondi alibadili mfumo kwa kutumia mabeki watatu nyuma ambao alikuwa ni Dickson Job, Bakari Mwamnyeto na Ibrahim Baka. Shadra Kiboka ambaye naye ni beki akicheza kushoto alipewa majukumu ya kuwa wingback kama ilivyo kwa Max aliyekuwa upande wa kulia na kuifanya kazi vizuri. Kitu hicho ndicho kinambeba Maxi, kwani amekuwa akitumika katika mifumo mingi ndani ya Yanga tangu msimu uliopita. Wakati mwingine anachezeshwa kabisa beki wa kulia akihitaji kufanyika hivyo. Maxi Nzengeli
anajua kushambulia. Kwenye ushambuliaji yumo, ukiachana na kukaba, kazi ambayo pengine ni ngeni kwa mawinga wengi. Pia Max ni mzuri katika kufungua anapopata nafasi akiwa karibu na goli la wapinzani. Ni nadra sana kushindwa kufungua. Angalia kilichotokea dhidi ya Simba. Alifunga bao ambalo alikuwa kwenye sehemu ngumu. Kipa Musa Kamara hakufanikiwa kumzuia. Yanga wakiwa wanashambulia, ni nadra sana kumkosa Max akiwa eneo la wapinzani. Mara nyingi anautanua uwanja kwa kuwavuta wapinzani na kwa uharaka sana anaingia ndani kuongeza nguvu. Simba walikutana na balaa hilo, kwani bao alilowafunga katika ngao ya jamii. Alianza kuutanua uwanja akipigania pasi na Duke Abuya, kisha akaingia ndani kucheza 1-2 na Pacome Zouzoua, mabeki wakiwa bize kumkaba Prince Dube. Max akapata mwanya kuachia shuti kali lililopita katikati ya miguu ya kipa Kamara, nyavu zikatikisika. Max anaongea kwa vitendo, huku watu wakiwa hawamtaji sana, lakini yeye ameamua kuongea kwa vitendo, kwani msimu uliopita ambao ulikuwa wa kwanza kwake alifanikiwa kushika nafasi ya pili kwa wachezaji wenye mabao mengi ndani ya kikosi cha Yanga katika ligi kuu bara. Max ambaye kiuhalisia ni winga alifunga mabao 11 akizidiwa 10 na kinara Stefan Aziz Ki. Pia winga huyu msimu uliopita katika mechi ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Asas Djibouti, ikiwa mechi hiyo imepewa jina la Max Day, alifanya balaa kubwa. Yanga ilishinda bao 5-1, huku Max mwenyewe siku yake akaweka kambani chuma 2, bao la kwanza la mchezo na la mwisho. Hata Simba wanamjua vizuri. Katika misimu miwili sasa ndani ya Yanga, mashabiki wa Simba wanamjua Max vizuri sana kutokana na kuwaumiza walipokutana uwanjani. Msimu uliopita wakati Yanga ikishinda bao 5-1 dhidi ya Simba, Max alifunga mabao 2. Kisha msimu huu kwenye ngao ya jamii akafunga bao pekee la ushindi. Hivyo jumla ya mara 4 walizokutana nazo zikiwa mechi 2 za ngao ya jamii msimu uliopita na huu, kisha 2 za ligi kuu bara, alifanikiwa kufunga mabao 3. Msikie mwenyewe. Alisema, mimi kitu muhimu kwangu ni kazi. Inapotokea sijacheza mechi vizuri, nikirudi nyumbani nafanya mazoezi, nikiamini kesho nitaenda kufanya vizuri. Nilichojifunza ni kufanya kazi kisha kukaa kimya, alisema Max Nzengeli.